barabara hii ya kuanzia Peramiho inapita Mapozeni mpaka inafika Mgazini ziko kilomita 30, na kilomita zile 30 zimewekwa humu, tunaenda kujenga kwa kiwango cha nini? Cha lami. Kwa hiyo ndani ya miaka hii mitano imewekwa katika ilani. Jukumu langu mkinipa nafasi ni kwenda kusimamia tu kwamba chama kiliagiza hili, nyinyi serikali jukumu lenu ni kufanya hili, na mimi sasa wananchi wa Kilagano wameniambia nisitoke hapa mpaka tupate lami. Ukiacha hizi kilomita 30 ambazo zinaanzia pale Peramiho zinapita Mapozeni mpaka hapa Mgazini, lakini ziko barabara nyingine 2 ambazo hizi kwa hakika lazima tufanye kazi kwa haraka, na zote zimezungumzwa katika ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Na kwa bahati nzuri barabara hizi ninazokwenda kuzisema zimekwisha pitishwa katika mpango wa utekelezaji na zilipitishwa tarehe 10. Iko hii barabara ya kutoka Mgazini kwenda Mwepai, pale pana kilomita 10 na mita 700. Barabara ile kupitika kwake ni kugumu kidogo, hasa ngati itonyi hula si huku ngatina. Sasa barabara ile na yenyewe tunakwenda kuishughulikia ili iweze kupitika wakati wote wa mwaka. Upeleka mbolea barabara jipitika, uumiza mazao gao kumalombi gao kukuma kumkunda mpaka pa nyumba, barabara inafanya nini? Inapitika muda wote. Mwana iwala iwe kituo cha afya vizuri. Kwa mama mjamzito tuanga ikalete tuwe tuna uwezo wa kupita muda. Na tumeanza mambo mengi ya msingi. Kuna ahadi za rais ambazo aliahidi ndani ya siku 100 tukimpa ridhaa kuna mambo atayafanya. Yapo mambo mengi 12, lakini mimi nataka niaseme mambo 3 ambayo hayo yameshatekelezwa. La kwanza, Mheshimiwa Rais aliahidi kwamba Watanzania wakikipa imani Chama cha Mapinduzi atahakikisha kwamba ndani ya siku 100 anatengeneza ajira na fursa 7,000 za upande wa elimu na 5,000 kwa upande wa afya. Fursa hizo na ajira hizo tayari zimetekelezwa. Nina hakika kwenye jimbo hili la Peramiho tayari wapo walioajiriwa kwenda kutoa huduma hizo. Mheshimiwa Rais aliahidi kwamba ndani ya siku 100 tutaanza na mchakato wa kuboresha huduma za jamii, na kwa kuanzia katika huduma ya jamii tutaanza na bima ya afya kwa wote, na tayari mchakato umeanza, na tayari utaratibu huu wa bima ya afya kwa Watanzania wote kwa makundi maalum umeshazinduliwa, na serikali yetu imechangia shilingi 150,000 kwa kila mtu asiye na uwezo wa kulipa bima hii. Tumeiona ile barabara, mwamba yupo pale, tumemleta leo kati yetu sisi. Chama kimetupa jembe kweli kweli, Dr. Lazaro Kilian Komba. Huyu ndio anajua kero zetu. Mungu huyu anatujua sisi kwa undani sana.